Naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi Maabusi Peter, ambaye ndio kamanda wa mkoa wa Ilala, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Ndugu waandishi wa habari, tumekuwa na matukio mawili ya maokozi, na tukio la kwanza lilikuwa ni tukio la jana katika maeneo ya Stakishari, ambapo tulipata wito kwamba kuna mtu anaelea ndani ya mto. Kama ilivyo ada yetu, tulituma vikosi haraka ili kuona kuitikia huo wito, na kikosi kilipofika ni kweli kilikuta mtu mmoja jinsia ya kike, ni mwanamke mzee, miaka zaidi ya 60 na kuendelea, akiwa anaelea ndani ya mto, na tulimtoa na kukabidhi wenzetu wa Jeshi la Polisi kwa hatua zingine zaidi. Lakini sambamba na hilo, pia leo majira ya saa 5 na dakika kadhaa, tukiwa katika viwanja hivi vya Mnazi Mmoja, pia tulipokea wito wa tukio lingine la mwanamume kijana inakadiriwa miaka 21 kuja 26, kati ya 21 au 26, naye pia akiwa ameelea katika katika maeneo ya Surrender Bridge. Napo pia tulituma vikosi vyetu vikafika pale, vikamwopoa na kukabidhi wenzetu wa Jeshi la Polisi. Ambacho napenda niseme, mara nyingi tukishaokoa au kuopoa, huwa tuna utaratibu unaofanyika katika vyombo vya ulinzi, hasa linapohusisha tukio la kifo. Huwa tunahusisha majeshi mengine na taasisi nyingine pia kufanya sasa uchunguzi wa kina, chanzo na cha kifo hicho ni nini. Kwa hiyo vyombo vimejipanga, viko mbioni kwa ajili ya kuchunguza vyanzo vya hivyo vifo vyote, kama kweli ilikuwa ni maji ya kawaida au ilikuwa ni sababu nyingine ambayo isiyo ya kawaida. Kwa hiyo vyombo vinajipanga kwa ajili ya kuanza uchunguzi ili tujue chanzo cha vifo hivyo ni nini. Ni hilo tulitaka niongee na ninyi waandishi wa habari. Kwa uzoefu wetu, hasa katika mazingira haya ya mvua, wakati huu wa mvua, na mara nyingi tumekuwa tukitoa tahadhari kwamba unapovuka wakati huu wa mvua maji, chukua tahadhari, usidharau maji, kwa sababu maji yana mnyororo. Wakati huo unaona ni machache, ni madogo, wakati huo ni mengi kwa sababu yanatiririka kwenye mto. Kwa hiyo tunawashauri kwamba watu wachukue tahadhari wakati huu wa mvua, na sio mara moja, mara chache. Tumekuwa tukisisitiza hilo kwamba wakati huu wa mvua tumekuwa tumepata miili ya namna hiyo mingi, lakini ukifuatilia kwa undani unakuta mtu mwingine alikuwa amelala chini ya karabati, mtu mwingine alikuwa amelala mtoni. Ukifuatilia kwa undani unakuta mtu mwingine alikuwa amelala chini ya karabati, mvua imekuja, maji yamemsomba. Mvua inaweza kanyesha kwenye milima ya Uruguru, maji yakafika huku, yeye mtu hajui, kwa mwisho wa siku anakutana nafanya nini, yanamsomba. Kwa hiyo ushauri ni kwamba wakati huu wa mvua wananchi wachukue tahadhari za kutosha, msikae sehemu ambazo ni mabonde, kwenye mito, kwenye makarabati na sehemu zingine kama hizo.